Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel, ninayo furaha tena katika siku ya leo kukukaribisha katika mfululizo wa masomo yanayotuongoza katika juma hili maalum la maombi ambayo yameelekezwa katika huduma za uchapishaji ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Juma hili kama ambavyo tumeanza pamoja katika vipindi vilivyotangulia, ni juma maalum sana ambalo linatengwa mara moja kwa mwaka katika ulimwengu mzima kukumbuka kazi ya huduma ya uchapishaji na majukumu ambayo Mungu alilikabidhi kanisa kupitia katika idara hii. Hivyo kabla ya kuanza siku ya leo tena, nikukaribisha tuweze kuomba pamoja. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji na mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru mno tena kutupatia fursa nyingine siku ya leo ili tupate kulisikia neno lako, ili tupate kuomba mbele zako. Tunakualika tunapoanza kipindi hiki ututangulie Roho wako mwalimu kwangu na hata kwa msikilizaji na mtazamaji. Ni ombi letu kupitia jina tukufu lake Yesu Kristo. Amen. Amen. Niseme tena karibu kwa ajili ya mtiririko wa masomo yetu ambayo yanatukumbusha ya kwamba Mungu kwa hekima yake alilipatia kanisa chakula cha kiroho. Alilipatia kanisa namna nzuri ya ukuaji. Na kama ambavyo tumeona katika masomo yetu yaliyopita katika siku zilizopita, tumegundua ya kwamba chakula cha kiroho ni muhimu kwa ajili ya uhai wa kiroho, kama ambavyo chakula cha kimwili pia ni muhimu kwa ajili ya uhai wa kimwili. Na kwa kweli tumeona ya kwamba hata uwezo wa kuishi maisha matakatifu unategemea ni kwa kiwango gani umelifanya neno la Mungu kwa chakula chako na kulitii. Na ndipo unapoweza kumudu kuishi maisha yale ambayo Mungu anayahitaji tuyaishi katika ulimwengu huu. Siku ya leo tuna sehemu ya somo linalosema mchango wa nyumba za uchapishaji katika kutayarisha kanisa kwa ajili ya ujio wa pili wa Kristo. Mchango wa nyumba za uchapishaji kwa ajili ya kulitayarisha kanisa kwa ujio wa pili wa Kristo. Naomba nianze kwa kusema ya kwamba Yesu Kristo akimaliza huduma yake hapa ulimwenguni, katika kitabu cha Yohana ile sura ya 14 na mstari wa kwanza kuelekea mstari wa 3, anasema msihuzunike mioyoni mwenu. Maana Yesu anasema ninaenda kuandalia makao, na nikisha maliza kuandaa makao nitarudi tena. Na hili ndio ahadi kubwa kabisa mojawapo ambayo Kristo aliitaja, ambayo itakamilisha kazi yake ya ukombozi aliyokuja kufanya katika dunia hii. Na ni kutaarifu ya kwamba, ndugu mtazamaji na msikilizaji, ya kwamba ahadi hii ni hakika. Hii ni kwa sababu Yesu hakutuacha tu bila kufanya matayarisho. Kwanza alitupatia dalili za nyakati ambazo tunapozisoma tunasoma unabii kutoka katika Biblia, na roho ya unabii ikituonyesha kwa uhakika zile dalili alizotupatia zikitimizwa moja baada ya nyingine. Na kazi yetu kama kanisa, kazi yetu kama kama watu tunaomsubiri Yesu Kristo kurudi, ni kujitayarisha ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya ujio huo. Sasa Mungu alianzisha nyumba zetu za uchapishaji, kwa lugha nyingine tunaita publishing houses, ili kuandaa chakula, ili kuandaa chakula. Unajua publishing house au nyumba ya uchapishaji ni kama jiko linalopika chakula. Na kwa maana hii chakula cha kiroho, vitabu tunavyoviona kikiwemo kitabu cha Pambano Kuu ambacho tunakutia moyo kila wakati ya kwamba tukisambaze hata katika juma hili, vinachapishwa kutoka katika nyumba zetu za uchapishaji. Vitabu ambavyo vinatengenezwa kupitia katika mitambo iliyowekwa wakfu kwa ajili ya kazi hii, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dunia inapata machapisho ambayo ni nuru
kwa ajili ya kufikia ulimwengu na kujulisha habari ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa kwanza, kuna unabii unasema, baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Neno la Mungu linatoa unabii ya kwamba katika siku hizi za mwisho, nabii aliona malaika mwingine akishuka mwenye nguvu na mamlaka. Na labda tu nikwambie, mara nyingi katika kitabu cha Ufunuo au vitabu vya unabii vinatumia lugha ya kielelezo, vinatumia lugha ya mifano, vinatumia lugha ambayo inahitaji karama ya Roho ili kupambanua na kuelewa lugha zilizotumika. Mara zote kama nilivyokuambia, kazi ya Mungu mwenyewe ndiye anayeiendesha, ndiye anayeiongoza. Mungu mwenyewe kupitia malaika wasioonekana. Malaika wao katika ulimwengu wa roho, tunaweza tusiwaone moja kwa moja kwa macho yetu, lakini wanaruka, wanashirikiana na wanadamu, wanaongoza njia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawafikia wanadamu wale ambao wanasubiri wokovu. Si wenyewe mara nyingi kupitia katika kazi hii ya uinjilisti wa vitabu tumekutana na miujiza, mahali tulipoongozwa na Mungu kwenda katika nyumba fulani iliyokuwa na hitaji, na kwa kweli walipofika pale tukagundua ya kwamba kulikuwa na hitaji kubwa, na watu wengi wakawa wamefikiwa na ujumbe wa kuponya maisha yao. Kwa hiyo kazi ya nyumba hizi za uchapishaji ni kuchapisha machapisho ambayo yanatoka yakiwa yamesheheni neno la Mungu na kupeleka, na hivyo wanaungana na utendaji wa Mungu wa moja kwa moja, na malaika akiruka. Na kwa maana ya kuruka hapa ni lugha ambayo inaonyesha uharaka na wepesi wa kukimbia na kwenda kufikisha ujumbe huu. Na leo hii injili pia inakwenda kwa haraka kwa kuruka, pengine kupitia katika vyombo hivi vya habari. Injili inakwenda kwa kasi hata hapo napoongea, hapo ulipo, nchi yako, mahali popote ulipo, kwenye kona yako, kwenye mji wako, hapo ulipo, ni malaika anayeruka. Lakini haruki tu, anaruka na injili ya milele. Huyu malaika anaporuka anaruka na injili ya milele. Maana ninachokifanya hapa, ninakutangazia na kukusomea neno la Mungu kwa nukuu, kukuonyesha kile Mungu anachokisema kwa habari ya matayarisho ya ujio wake mara ya pili. Kwa hiyo huyu ni malaika anayeruka, anaruka na neno lake, anaruka kupeleka kila mahali ili watu waweze kufikiwa na waweze kufanya maamuzi ya wokovu kabla mlango wa rehema haujafungwa. Anaendelea kusema hivi, kama ilivyoelezwa katika historia ya unabii, Ellen G. White alionyeshwa njozi iliyoonyesha umuhimu wa kuanzishwa kwa kazi ya uchapishaji wa vitabu na majarida mbalimbali ambayo yatabeba ukweli wa leo kufikisha katika ulimwengu huu. Tunakumbuka katika historia kulikuwepo na kile tunachokiita sikitiko kuu. Wakati injili ya marejeo ya Yesu Kristo ilipohubiriwa ikiongozwa na mhubiri mkuu wakati ule, William Miller, ambaye alifanya mahubiri makubwa kwa wakati ule, na dunia ikahamasika, watu wakahamasika kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini basi tunajua kwa bahati mbaya nuru ilikuwa haijaongezeka kivile kiukubwa namna ile, na wakawa wamekosewa tu kidogo kwa ajili ya tukio lililokuwa linatokea wakati ule kwa mwaka ule wa 1844. Ilikuwa sio ujio wa Yesu, kwa sababu ilikuwa imejengwa katika kitabu cha Danieli sura ya 8 na mstari ule wa 14, pale anaposema tena nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa katika tafasiri hii ambayo nuru, na kiukweli tunasema vitabu na nuru ya vitabu vya roho ya unabii vilikuwa havijazalishwa bado, vilikuwa havijaanza kutuongoza katika nuru na tafasiri sahihi ya neno la Mungu. Ndio maana baada ya sikitiko hili, Mungu aliona haja kubwa sana kuona ya kwamba tuletee tena tafasiri ya uvuvio, tafasiri ya roho ya unabii
ambayo itaenda moja kwa moja kutuelimisha juu ya unabii wa kitabu cha Danieli na vitabu vingine vya kiunabii, ili kuvielewa kwa usahihi na nini hasa kinatokea kabla Yesu hajarudi na hata namna atakavyorudi. Yote yameelezwa. Hivyo watu wa Mungu katika siku hizi, kupitia katika machapisho, kupitia katika vitabu hivi, nuru imetolewa wazi namna gani Yesu Kristo atakavyorudi, na wala tena haitakuwa ni katika giza, maana kila kitu kimetolewa kwa uwazi namna itakavyokuwa. Hata kuna mahali ambapo amesema katika unabii aliyotupatia Yesu, na hata yeye mwenyewe alisema, alituonya akatuambia tusitangaze siku wala saa, maana hiyo haikuwa ndani ya mamlaka yetu kufanya, bali alituletea nuru itakayotuongoza hatua kwa hatua kujua ujio wa Yesu Kristo mara ya pili unavyokuja. Hapa anasema siku ya Bwana inakuja kama mwivi kwa wasiokuwa na ufahamu, kwa wasiokuwa na usomaji wa makini wa dalili za nyakati. Siku ya Bwana inakuja kwa ghafla na kwa wivu, kama mwivi, kama anavyosema. Lakini tumaini limetolewa katika neno la Mungu. Pale pale katika Ufunuo sura ile ya 1 na mstari wa 3 anasema, heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Naomba nikukumbushe, na Yesu Kristo tena mwenyewe alisema, ni heri asomaye, ni heri anayefuatilia, ni heri ambaye anakuwa makini kufuatilia kila tamko la neno la Mungu na kwa tafasiri ya usahihi ambayo Mungu ameiweka kupitia katika roho ya unabii. Ndiye atakayeelewa na ndiye atakayekuwa na ufahamu hata katika matukio yale ya mwisho yatakayoongoza au yatakayotangulia ujio wa pili wa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 2, naomba ninukuu hapa kidogo kutoka katika maandiko moja kwa moja, tusikie kwa habari hii anachokieleza mtume, kielezea habari ya unabii wa kurudi kwa Kristo mara ya pili. Sikiliza kwa makini ili usije ukadanganywa, maana kumbuka Yesu mwenyewe alisema ya kwamba watatokea makristo wa uongo ambao daima watakuwa na kazi ya kupotosha, ambao mara nyingi wanaweza kusema ya kwamba Yesu amekuja mahali fulani na wakaitwa watu kwenda kumtazama au kwenda kumwangalia. Lakini kumbuka ya kwamba Mungu ameliweka neno hili bayana kwa kiwango ambacho kwa wale wanaosoma hawatapotea, watafuatilia vizuri kabisa. Pamoja na kwamba saa haijatangazwa ni lini, lakini dalili za nyakati zimewekwa vizuri. Na hata anasema hivi katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na nukuu, anasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Lakini fungu la 4 anasema, bali ninyi ndugu hamumo gizani, hata siku ile iwapate kama mwivi. Na hii inatuonyesha ukweli kwamba wale ambao wataendelea kutembea katika nuru ya neno la Mungu, wale ambao wataendelea kutembea katika karama hii takatifu ya unabii wa roho wa Mungu, hakika hawatatembea katika giza, kiasi ya kwamba ile siku iwajie kama mwivi kwa ghafla, kana kwamba hawakujulishwa dalili za nyakati, dalili za alama, dalili za nini cha kufanya kabla ya ujio wake. Kwa hiyo anatuonyesha kwa uhakika ya kwamba nabii alionyeshwa, akaonyeshwa ya kwamba kweli siku haijatangazwa, lakini kwa kutembea katika mstari na nuru na kwa maongozi ya Roho Mtakatifu tutaendelea kuonyeshwa hatua kwa hatua namna ya kujiandaa na nini cha kufanya. Hatutaenda kushoto wala kulia, tutatembea katika nuru ile ambayo tayari Mungu ameichora hapa. Na wito unaotolewa katika somo hili
ni kwamba kesheni. Na nitumia nafasi hii kueleza tu maneno matatu yanayohusiana na kukesha, ambako ndio wito wa Kristo katika jambo hili, kama ilivyoandikwa katika Mathayo sura ya 25 na mstari wa 13. Kesheni maana yake ni kuendelea kuomba kwa dhati, ni kuendelea kufanya maombi ya dhati yanayotegemea na yanayojali ahadi kuu za Mungu kama alivyozitoa Yesu Kristo katika neno lake. Na hata mojawapo ya ahadi kubwa kama tunavyosema ni ya ujio wake. Kuendelea kukesha tukiwa tunamungoja kwa njia ya maombi ya dhati. Kwa fursa kama hizi za siku za maombi, makanisani, nyumbani, hakikisha kwamba ibada ya maombi inafanywa kwa kina, ambayo inatupeleka katika toba ya kweli na kujiandaa kupata msamaha kabla mlango wa rehema haujafungwa. Lakini kesheni ana maana ya kusoma maandiko, kusoma unabii. Heri asomaye na wao wanaoyasikia maneno ya unabii huu, kwa sababu muda huu umekaribia. Kukesha ni kula chakula cha kiroho, ni kujifunza neno la Mungu kila siku inayokwenda. Kila siku lazima tupate muda wa kujifunza nyumbani. Nyumbani nimesema ni shule, lakini kanisani ni shule. Unabii hujifunzwe, tusome vizuri vitabu, tukavisome, tukavielewe, ili tujue mambo ya nyakati, kama ambavyo Danieli pia alifanya kwa mujibu wa masomo haya. Lakini kukesha ina maana nyingine ya kwamba tuendelee kuhabarisha ulimwengu, tuendelee kuonya ulimwengu, tuendelee kupeleka machapisho haya yanayoweza kuwakumbusha ya kwamba hakika kama neno la Mungu lilivyosema, kuna tukio kubwa linaloujia ulimwengu, ili kila mmoja aweze kusikia na aweze kuelewa na aweze kufahamu, na kwa kufahamu aweze kufanya uchaguzi, ili siku ile inapokuja asije mtu akatoa lalamiko ya kwamba hakupata taarifa. Na hii ndio inanifanya mimi na wewe tuweze kwenda kwa ajili ya kuwakumbusha wanadamu, kuwapelekea machapisho. Pengine huna muda wa kutosha. Njia moja kubwa nzuri ambayo Mungu alianzisha mwenyewe ni ya kupeleka kitabu kama cha Mapambano Kuu, kama ambavyo tunatiwa moyo sana katika juma hili na siku zingine zote, kuendelea kukipeleka kitabu hiki kwa ajili ya kusaidia, maana kimefunua kwa karibu sana unabii huu wa Danieli na ufunuo unaoelezea habari ya mambo yatakavyokuwa kabla Yesu hajarejea katika ulimwengu huu. Na ndugu yangu mpendwa, sikilizeni, katika Zaburi ya 119 tunakumbushwa ya kwamba tuliweke neno la Mungu mioyoni mwetu, na njia pekee ya kuliweka neno hili mioyoni mwetu au katika akili zetu ni kulisoma, hata pale ambapo inabidi tuweze kuwa na mafungu ya kukariri ndani ya vichwa vyetu. Ndio maana ukiangalia katika miongozo yetu ya kujifunza Biblia, kila mara, kila juma, kuna fungu moja ambalo kiukweli lilitakiwa kuwa tunalikariri na linakaa kwenye vichwa vyetu na kuliwekea matumizi, na kulitii na kufanya kila ambacho kinapaswa kufanyika kwa ajili ya maandalizi ya ujio wa Kristo mara ya pili. Ndio, machapisho ni mpango wa Mungu ambao Mungu aliuweka katika kanisa ili kuliandaa kanisa, kuandaa muumini mmoja mmoja. Unajua ni kama barua ambayo inatutaarifu nini cha kufanya, nini cha kujiandaa kwacho kwa ajili ya kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Kwa hiyo wale wanaokuwa waaminifu katika hilo, neno la Mungu linatushuhudia kwamba hawatakuwa kwenye giza, bali watakuwa tayari kwa ajili ya kukutana na Bwana wao. Sikiliza dondoo hili, anasema kanisa la Waadventista wa Sabato lina kiwanda hiki cha Ufunuo Publishing House, nyumba ya uchapishaji ambayo ni moja ya nyumba za uchapishaji zilizoko duniani kote, zipatazo kama 60 ambazo zinaandaa machapisho haya ambayo yanapitia katika mikono iliyo salama ya kuhaririwa vizuri, ya kuandaliwa vizuri katika lugha mbalimbali, ili kuwafikia wanadamu katika mahali na katika lugha mbalimbali. Kumbuka ujumbe wa malaika watatu unasema utahubiriwa kwa kila taifa, lugha, jamaa na marafiki. Ndio maana machapisho yetu yanatafasiriwa katika lugha mbalimbali zilizoko duniani, ili kwa neema ya Yesu ziweze kuwafikia wanadamu wote bila udhuru wa lugha. Wale Waswahili wapate machapisho kwa Kiswahili, Waingereza wapate kwa lugha ya Kiingereza, hata Wafaransa na lugha zingine zote duniani
wafikiwe na ujumbe huu katika lugha, maana ujumbe ni kwa kila lugha, taifa na jamaa, ili ujumbe uweze kuwafikia. Na kazi hii inafanywa na nyumba zetu za uchapishaji, ikiwemo Ufunuo Publishing House kama ambavyo imetajwa. Kwa hiyo naamini ya kwamba bahali ulipo unapata lesoni, unapata na machapisho mengine tena kwa lugha ya Kiswahili. Hayo yote yanawezekana tu kupitia katika nyumba yetu ya uchapishaji. Tunapata vile vitabu vya maombi ambavyo vinatuongoza katika ibada ya asubuhi, kwa jina maarufu tunaita kesha. Hayo yote yanaandaliwa kutoka katika lugha ya Kiingereza. Vitabu vya roho ya unabii vinatafasiriwa, vinafanywa, kazi hiyo inafanywa na nyumba yetu ya uchapishaji. Kwa hiyo ninachoweza kusema kupitia katika somo hili, hebu Mungu atusaidie kuunga mkono juhudi hii ya kusambaza neno la Mungu katika kuisapoti nyumba yetu ya uchapishaji. Na kwa kweli katika maombi yetu ya leo, mahali popote ulipo unaponisikia katika nchi ya Tanzania na mengine nje ya mipaka ya nchi hii, unaposikiliza somo hili, nyumba yetu ya uchapishaji ya Ufunuo, Mungu ametupatia nafasi ya kujenga nyumba mpya, ya kupata mashine mpya, na sasa shughuli hiyo imeanza na inaendelea. Na tarehe 26 mwezi wa 4 2025 pia imepangwa kuwa mojawapo ya siku maalumu kubwa sana katika nchi yetu, ili tuweze kuchangia, tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi mpya wa nyumba hii. Naomba Mungu akusaidie. Ujue ya kwamba kwa kufanya hivyo utakuwa unachangia, utakuwa unasaidia utangazaji na maandalizi ya vitabu hivi ambavyo kazi yake ni kwenda kuonya ulimwengu, kutayarisha ulimwengu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Mungu akubariki ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji. Akubariki sana. Endelea kuhudhuria katika masomo haya. Endelea kufuatilia katika makanisa yetu mahalia. Endelea kufuatilia katika nyumba yako. Mahali popote unaposikia, endelea kuomba na tayarisha pia sadaka yako kwa ajili ya kuchangia au kwa ajili ya kuitoa kwa ajili ya maendeleo ya nyumba yetu ya uchapishaji, ili kuendelea kuandaa machapisho mengi zaidi kama wito unavyoendelea kutukumbusha. Mungu akubariki na Mungu akutie moyo. Endelea kufuatilia na Mungu akubariki. Hebu tuombe tunapohitimisha tena siku hii ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, nakushukuru sana kwamba kwa mpango wako mahususi ulianzisha nyumba zetu za uchapishaji katika ulimwengu mzima, ili kuchapisha na kuandaa vitabu na machapisho mbalimbali ambayo yanakwenda kila mahali ulimwenguni, ili Baba yaweze kuonya ulimwengu na kuwatayarisha wanaume na wanawake kuwa tayari kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Hebu kazi inapofanyika, bariki watendakazi katika nyumba zetu za uchapishaji. Bariki wainjilisti wanaosambaza machapisho haya. Libariki kanisa lako linaposhirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba nyumba yetu inajengwa tena katika upya na inakuwa na mashine zinazotakiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ujumbe huu unaandaliwa kwa wingi zaidi kuwafikia wanadamu kabla mlango wa rehema hujafungwa. Baba, tubariki tunapoendelea na maombi ya juma hili. Pokea maombi yetu katika Kristo Bwana wetu naomba. Amen.